mchango wa teknolojia na ukuaji wa teknohama katika ulimwengu. Lakini pia sisi kama taifa, kama miongoni mwa sehemu katika ulimwengu, miongoni mwa washiriki katika maendeleo makubwa sana ya sayansi na teknolojia, hatuwezi kuishi kama kisiwa. Kwa hiyo ni lazima kama nchi kwa pamoja tukubaliane kwamba tunapozungumza uchumi wa kidigitali, digital economy, kwanza sio terminology mpya, sio neno jipya, lakini pia sio myth, yani ni kitu ambacho kinaishi na kinafanyika, kwa sababu nchi za wenzetu duniani sasa hivi wanazungumza kuhusu digital economy. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati tunazungumza digital economy au uchumi wa kidigitali, hatuwezi kuzungumza tukamaliza bila kuzungumza miundombinu. Kwa hiyo tunapongeza jitihada, kwa sababu kimsingi sisi kama nchi, mkiangalia hata namna ya utekelezaji wa mambo yetu, bado tuko kwenye makabrasha sana. Ndio maana hata bunge hili ni miaka michache tu iliyopita ndio tumeingia kwenye teknolojia, ndio tunatumia vishikwambi sasa hizi. Tuna mabunge mawili nafikiri ndio tumeanza kutumia vishikwambi. Kwa hiyo maana yake lazima pia tukubali kwamba tulikuwa somewhere behind, kwa sababu dunia ilishakwenda huko ambako sisi tuna struggle kwenda, ama tuko sasa hivi tunapambana kufika. Kwa hiyo nipongeze kwa namna yao wizara na serikali, kwa upande fulani wamejitahidi sana, kwa sababu mpaka sasa hivi wameshaunganisha makao makuu ya mikoa 26, lakini wilaya 42. Wamejitahidi, tunakwenda kwa maana ya connectivity kwenye miundombinu ya kusaidia Watanzania kufikiwa na huduma za kimtandao. Lakini pamoja na hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, bado tuna changamoto kubwa sana, kwa sababu ni 68%, yani wananchi 68% maeneo wanaoishi wana uwezo wa kupata huduma za mtandao, internet, lakini 26% tu ndio ambao wana access, yani wanaweza wanaweza kufikia kupata huduma ya mtandao, kwa sababu tunajua mpaka uwe na simu janja ndio unaweza ukatumia internet. Kwa hiyo ni 26% tu, wakati serikali inajaribu kuweka miundombinu na kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma ya kimtandao, lakini bado wananchi wetu sisi kufikia kumiliki vifaa vyenye uwezo wa kuaccess internet bado ni asilimia ndogo sana, Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa hii inatuelekeza kwamba hata tunapozungumza digital economy bado kuna sehemu tuko nyuma, kwa sababu ili tuweze kuaccess digital economy ni lazima wananchi wetu wao wana uwezo wa kufikia na wana vifaa vyenye uwezo wa kutumia hizo internet ambazo tunazizungumza. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, kila mtu anafahamu kwamba simu janja gharama yake ni kubwa mno. Kwa hiyo mtu unakuta una simu tu, wananchi wengi wanakuta tu wana simu tu ndogo ya kutumia, lakini kupata kifaa ama kupata simu ambayo inaweza kumpa access ya kuweza kutumia internet, wengi bado ni hawana uwezo huo. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe sasa wizara na serikali kwa namna yao waangalie namna gani wanaweza wakapunguza gharama ya vifaa hivi vyenye uwezo wa kuaccess internet, ili wananchi wetu wengi waweze kuaccess internet, waweze kupata taarifa nyingi sana ambazo zinapatikana kwenye mitandao, lakini pia waweze kupata faida kubwa inayopatikana kwenye swala zima la digital economy. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, hata wale ambao wana vifaa vyenye uwezo wa kuaccess internet, bado kuna gharama kubwa sana za data ambazo zinasababisha hata serikali ikose mapato kwenye kiwango ambacho ilistahili kupata. Mheshimiwa Mwenyekiti, mpaka sasa kuna ongezeko kubwa sana la matumizi ya data, 35%, lakini serikali inapata 16% tu kwenye pato la taifa kutokana na matumizi ya data. Pamoja na kwamba najua kuna bodi ile tume inaitwa tume ya TEHAMA. Nafikiri miongoni mwa majukumu ambayo Mheshimiwa Mwenyekiti naweza kushauri waongezewe, wapewe uwezekano wa kuregulate, kuhakikisha kwamba makampuni ya simu yenye uwezo yenye pewa jukumu na TCL kwa ajili ya kusaidia wananchi kupata internet waweze kuregulate, kwa sababu unaweza kujiuliza kwa nini data 35% lakini 16% tunachangia kwenye pato la taifa. Manake kuna tofauti katika utoaji wa data, katika huduma za data. Kwa hiyo manake ile tume sasa ya TEHAMA itusaidie kuwa na segment at least ya kushauri na kuangalia namna wanaweza kuregulate ili bei zisiwe tofauti sana.
sababu pamoja na kwamba ni huduma tunajua pia wanafanya biashara, lakini isifike hatua kwamba wanawaumiza wananchi wanashindwa ku access. Na mimi kwenye hili mheshimiwa mwenyekiti nina direct interest kwenye upande wa vijana, kwa sababu ni ukweli usiopingika kwamba watumiaji wengi wa mitandao ni vijana, lakini mheshimiwa Jenista Mhagama anajua tatizo kubwa la ajira nchini. Pengine vijana wengi wangekuwa na uwezo wa ku-access internet kwenye vifaa pamoja na data, wangekuwa na uwezo mkubwa pia hata wa kujiajiri. Mheshimiwa mwenyekiti, nitakwenda moja kwa moja kwenye namna ambavyo kama taifa, kama vijana tunaweza kupunguza tatizo la ajira na kusaidia vijana wetu kwenye kujiajiri na tukaishi kwa vitendo digital economy. Mheshimiwa mwenyekiti, kila mtu sasa hivi anazungumza, anafuatilia kwenye mitandao, anaona namna ambavyo kuna debate kubwa kuhusiana na namna ambavyo wasanii wetu wanatengeneza pesa kwenye viewers YouTube. Mheshimiwa mwenyekiti, tunaishi kwenye ulimwengu ambao ni tofauti sana. Inawezekana vitu vingine watu wakashangaa kabisa. Mheshimiwa mwenyekiti, ukiwa na viewers milioni 1 una uwezo wa kupata USD 500, $5,000. Unaweza kupata $5,000 ukiwa na viewers milioni 1 YouTube. That's money. Kwenye hawa na unahitaji subscribers, unahitaji uposti content YouTube ili watu wakaview content yako YouTube, ili YouTube waweke matangazo kwenye channel yako upate pesa. Sasa vijana wengi sasa hivi hawaelewi hichi kitu, ndio maana mpaka sasa hivi wana discuss kwamba inawezekana kweli watu wanatengeneza viewers YouTube, kwamba Diamond katoa nyimbo siku 2 tu ina viewers milioni 10. That's money. Yani hiyo ni pesa, kwa sababu YouTube wanaweka matangazo yao kwenye account yako, kwenye ile video. Wakishaweka ya matangazo yao, wewe wanakulipa pesa. Mheshimiwa mwenyekiti, mwaka 2018 kuna kijana mdogo wa miaka 7 anaitwa Ryan's Toys Review. Anaposti midoli, ndio alikuwa anaongoza YouTube, analipwa dola milioni 22 USD. Sasa hivi ana miaka 12. Nafikiri 12 ama 10 hivi. Ryan, lakini leo tuna Jeffree Star analipwa dola milioni 200 net worth yake, na alikuwa amebankrupt kabisa. Huyu content yake anatangaza bidhaa za urembo. Actually ni mwanaume, lakini anafanya mambo ya entertainment. Kwa hiyo ana bidhaa za makeup, anaimba music, kwa hiyo anaposti YouTube, alafu anatengeneza subscribers. Mheshimiwa mwenyekiti, kuna robots wanatengeneza subscribers YouTube. Wale subscribers wanakusaidia kuita watu wakaview content yako YouTube. Wakiview content yako YouTube, wewe unapata pesa, kwa sababu YouTube wanaweka tangazo kwenye account yako na you get paid, lakini kuna procedures za kufuata. Vijana wengi wa Tanzania hawajui kwamba you can get paid by just posting your content. Mheshimiwa mwenyekiti, hata Wizara ya Maliasili na Utalii. Taarifa Mheshimiwa Speaker. Mheshimiwa mwenyekiti. Taarifa. Nataka kumpa taarifa tu mzungumzaji kwamba anachosema ni kweli 100%. Viewers, wasanii wetu wa Tanzania hawajui kumonetize, kugeuza viewers wao kupata fedha. Matokeo yao wanafanywa na Wakenya, kwa hiyo fedha zinaenda Kenya. Nampa taarifa tu mzungumzaji. Mheshimiwa Nusa, taarifa hiyo umeipokea? Nimeipokea Mheshimiwa mwenyekiti, na tuseme tu kwenye hilo hata Kiswahili wa Nigeria wananunua vitabu vya kufundisha ABC, AEOU, wananunua Dar es Salaam, wananunua 500, wananunua online, wanaenda kufundisha watu Kiswahili YouTube, na they get paid for that. Na sisi tumezaliwa na Kiswahili na tunakuwa nacho na tunakiangalia. We don't know how to make money on it. Kwa hiyo mimi nitoe kama changamoto. Kwanza, wakati kwenye uwasilishaji wa juzi wa TCRA, Mheshimiwa Waziri na watu wako wa TCRA, kweli mmeleta wasilisho zuri kwenye issue ya maudhui pamoja na capacity building. Mnahitaji kufanya capacity building kwa vijana wengi, ili tuache sasa, tutoke kwenye kucomplain, watu waende waweke content, kwa sababu hao waliotengeneza hizi pesa kwanza wengi ni watu ambao hawana hata kazi rasmi, ni watu wanaoishi tu nyumbani. Unahitaji tu kuwa full time YouTube, unahitaji tu kuwa na kitu cha kupost, kwa sababu money is a reward after solving somebody's problem.
Kuna tajiri namba 2 anayelipwa pesa nyingi YouTube, ana post video games. Yeye ndo anacheza games zile PlayStation, anajirekodi reaction yake wakati anacheza na anapost, na watu wanakuwa inspired, wanakwenda kuview. Sasa hiyo ni pesa. Watu wa utalii wanahitaji kutangaza, sisi kama nchi tunahitaji kutangaza, lakini sijui kama Wizara ya Utalii wana YouTube channel. We need YouTube channel for that. Tunahitaji kuwa na YouTube channel kutangaza. Taarifa mwenyekiti. Taarifa. Mheshimiwa Shangazi. Asante mwenyekiti, napenda tu kumpa taarifa Mheshimiwa Nusrat kwa mchango wake mzuri kwa vijana wetu. Lakini mwambie tu kwamba kwa hapa Tanzania mwanamuziki Nasibu Abdul Diamond Platinum analipwa kuanzia kati ya dola 75,000 mpaka 100,000 kupitia YouTube. Haya, Mheshimiwa Nusrat, taarifa hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaipokea kwa maana ya nia njema, ila namshauri pia Mheshimiwa Shangazi akaangalia vizuri kwa sababu hii ni updated na Diamond hayuko kwenye listi. Lakini it's a good thing kwa sababu kama anaweza akahit viewers wengi tu kwenye muda mfupi sana, maana hiyo ni opportunity kubwa sana. Taarifa mwenyekiti. Taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, anachokisema Mheshimiwa Nusrat ni sahihi kabisa. Regulator wa YouTube yuko Kenya. Kwa hiyo anatujengea hoja kwamba tunapoteza mapato mengi kwa sababu regulator wa YouTube Tanzania hawa wanaolipwa yuko Kenya. Kwa hiyo tunatakiwa tu na regulator wetu sisi hapa Tanzania. Haya, Mheshimiwa Nusrat na Mheshimiwa Waziri, umelisikia hilo? Endelea Mheshimiwa Nusrat. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru. Maanake kama wizara wanaona sasa kuna kazi ya kufanya, lazima tuweke nguvu, tuweke teknolojia, tuweke utaalamu, watu wakafanye tafiti, watuletee ili tuone namna gani tutatengeneza pesa. Sio tu kuweka miundombinu tukajenge minara. Hatuwezi kuishia kuzungumza minara, lazima tuzungumze tunanufaika vipi na hivi vitu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu bado pamoja na hayo yote, ili tufanye hivi vitu vyote tuvifanikiwe, kwa sababu tunazungumza faida tutakayoipata baada ya miundombinu kukaa sawa. Hatuwezi pia kuacha kurecognize TTCL ambao mpaka sasa hivi wanadai wizara dola za Kimarekani milioni 68. Kwa kweli mnawakwamisha sana TTCL kwa sababu tunawategemea, ndio wanasimamia, wanatumia mapato yao ndani kusimamia kuendesha mfumo mzima wa kuhakikisha kwamba mkongo wa taifa unafanya kazi. Sasa tunategemea hawa ndio wafike, kwa sababu tunaweza tukawa tuna ideas nzuri kweli, watu wapewa mafunzo waende waka monetize YouTube channels zao na nini, wapate pesa. Lakini kama hatuna connectivity, hatuna miundombinu, lakini watu hawana vifaa vya kufikia, hawana access ya kufikia kutumia internet, bado tutakuwa tuko nyuma sana, bado tutakuwa tuna lag behind. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo moja la mwisho, kuna jambo moja, pamoja na kwamba tumeweka pesa, tumeweka kwenye data kwamba watu inabidi watoe pesa walipe ili kununua data wa access internet, lakini kama wizara tunaomba muangalie upya kwenye machapisho ya kielimu, lakini kwenye machapisho ya kielimu, lakini pia kwenye documents za kiserikali, waondoe cost za downloading kwa sababu watu wanahitaji kupata information. Sasa ili mimi ni download kitabu ambacho kitanisaidia kupata maarifa ambacho pengine mwalimu anaenda kufundishia au mwanafunzi anajifunza, sababu wanafunzi wa vyuo vikuu mnajua kuna amount unapata darasani, kuna amount unaenda kutafuta mwenyewe, wako kwenye internet wanatafuta materials. Sasa kuna vitu vya msingi kama hivyo ambavyo tunaomba muondoe downloading costs ili waweze access, kwa sababu ni muhimu kwa. Asante kwa mchango mzuri. Na haya Mheshimiwa Ndugulile, ili tuwasaidie zaidi, serikali lazima ifanye score audit kwenye Software Infrastructure Development Index. Ndio haya yote mtaweza kuyakecha, wanasema Jerry Silaa pamoja na Nusrat wanasema na